Sasa mji wetu tunataka upendeze. Dar es Salaam inatakiwa ipendeze pamoja na manispaa zake ikiwemo manispaa ya Kinondoni. Ipo sheria iliyopitishwa mwaka 1968 inayowataka wenye nyumba wahakikishe wanakarabati nyumba zao na kuzipaka rangi. Jambo hili tukilizungumza watu wanaona kama vile labda tumeliondoa hewani. Ni sheria ya mwaka 1968 ilipitishwa ya kuhakikisha kwamba nyumba hata kama ni ya kwako unatakiwa uwe unaikarabati na uwe unaipaka rangi. Kwa hiyo kila mwenye nyumba ambaye anajua kabisa nyumba yake imekuwa ni chakavu, tunamtaka arekebishe nyumba yake, apake rangi, na rangi ambazo sisi tunapendekeza ambazo hazina gharama kubwa, rangi nyeupe na rangi ya grey. Na wale ambao hawatafanya hiyo kwa mujibu wa sheria hii ambayo nimeieleza, mkurugenzi atawasave notice, tutawapelekea notice ya kuwataka wafanye hayo marekebisho ndani ya siku 30. Wakishindwa kufanya hayo marekebisho, basi halmashauri itachukua hatua za kisheria kulingana na sheria hiyo ya mwaka 68 sura ya 293. Kwa hiyo nimeona ndugu zangu niyaeleze hayo, lakini la msisitizo lingine ni kuwataka pia wakazi kuweka taa kwenye nyumba zao. Kuweka taa hiyo nayo ipo kwenye sheria, kwamba huwezi kuwa unajenga nyumba alafu usiku unazima taa zote. Kwa hiyo tunawataka pia wananchi na tunawashauri na tunaomba serikali za mitaa waende wakalisimamia hili. Kila nyumba walau iwe na balbu moja iweze kuwaka pale usiku. Kila nyumba ikiwa inawaka taa, ina maana tutakuwa tumeboresha usalama, ulinzi na usalama katika lile eneo, na mtaa utakuwa msafi, utakuwa mweupe, utakuwa na mwanga usiku, hakutakuwa na kiza. Kwa hiyo uhalifu kidogo unaweza kawa umetoweka. Hii itatusaidia. Tunajua sisi halmashauri tupo kwenye mpango wa kuweka taa za barabarani, lakini mji wetu unaendelea kukua, unakuwa mkubwa. Hatuwezi tukaweka taa za barabarani kila mahala. Sasa kwenye mtaa kila nyumba ikiwa ina taa na zote usiku zikawa zinawaka, mimi nina hakika tutakuwa tumesaidia kupendezesha mji wetu, lakini kuboresha ulinzi na usalama.